Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema hajamaliza kazi ya kuishambulia Iran. Maana yake ni kwamba muendelezo wa mapambano dhidi ya Iran bado unaendelea na kwamba mashambulizi dhidi ya taifa hilo yatakuwa ni endelevu. Marekani na Iran zimeendelea kushambuliana huku Rais Donald Trump akisema bado hajamaliza kazi ya kuishambulia nchi hiyo ambayo nayo imejibu hujuma za Washington kwa kuyalenga kwa makombora mataifa jirani ya Kiarabu. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alizungumza hayo usiku wa Jumatano kwamba wamefanya mashambulizi mengine makali ndani ya Iran wakilenga kuzidi kuzivunja nguvu za kijeshi za nchi hiyo ili ishindwe na waweze kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mipango ya rais wa Marekani ni kuhakikisha kwamba wanaliangamiza jeshi la majini la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kwamba ikiwa watafanya kazi hiyo basi watakuwa wameweza kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mashirika kadhaa ya habari za kimataifa yameripoti juu ya mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ikisikika kwenye mji mkuu wa Tehran ikipambana kudhibiti mashambulizi ya Marekani. Hiyo itakuwa mara ya kwanza kwa mji mkuu kulengwa tangu kuanza kwa mapambano baina ya pande hizo hasimu, hasa baada ya kumalizika kwa vita vya siku 40 na kabla ya kuanza tena kwa mapambano. Milio ya milipuko imesikika kaskazini mashariki mwa jiji hilo lenye wakazi milioni 15. Inafuatia tangazo la kamandi ya jeshi la Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati CENTCOM ambayo ilisema majira ya usiku kuwa inaishambulia tena Iran. Jioni rais wa Marekani Donald Trump alikaririwa na vyombo vya habari akisema bado hajamaliza kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran. Amejitapa kuwa uharibifu ambao Marekani imeufanya katika vita vinavyoendelea vitaichukua Iran miaka 20 au 25 kujijenga upya. Amesema majeshi ya Marekani bado hajamaliza kazi ya kuishambulia taifa hilo la Iran. Na amesema kuwa wakati gharama za vita vya Marekani inazidi kuongezeka, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth aliitwa mbele ya bunge kujieleza na kutakiwa kutetea sababu za wizara yake kuomba mabilioni ya dola ya zaidi kwa ajili ya ulinzi. Hegseth aliwaambia wabunge kuwa vita vya Iran vimegharimu Marekani karibia dola bilioni 37. Gharama hizo ni ongezeko la karibu dola bilioni 9 katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Kwa maana vita hivi vimekuwa vikigharimu fedha nyingi nchi hiyo ya Marekani. Nchi za Ghuba zimeendelea kuonja shubiri ya vita huku diplomasia ikisuasua. Mataifa ya Ghuba yamekuwa yakifanyiwa mashambulizi makali na Iran kutokana na kile kinachotajwa na Iran kwamba wameamua kuipa nafasi Marekani kutumia ngome zao za kijeshi, ardhi yao, kutumia bahari pamoja na anga za maeneo ya Mashariki ya Kati. Iran yenyewe imekuwa ikijibu hujuma za Marekani kwa kuzidisha mashambulizi na kuzishambulia nchi hizo za Ghuba zilizo na ushirikiano na Marekani pamoja na kambi za kijeshi za Washington. Bahrain, Kuwait na Jordan ndio zimeshambuliwa sana na Iran tangu kuanza kwa mapigano ya sasa. Jana nchi hizo zilisema zimeangusha makombora na drone za Iran. Kuwait ililaumu Iran kuvilenga vituo vyake vya nishati na vile vya kusafisha maji, hali iliyosababisha kutokea kwa mgao wa umeme. Jeshi la Iran lilisema jana kuwa imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani huko Bahrain na Kuwait, ikiwemo rada ya jeshi, mifumo ya ulinzi wa anga pamoja na majengo ya utawala. Wakati mapambano yanazidi kuwa makali, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amezirai pande zote mbili kujizuia kufanya mashambulizi, huku akisema hayo alipokutana na waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskandar Momen aliyekuwa ziarani nchini Pakistan. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ufahamu ni nini ambacho kinajiri katika ulimwengu.